Kwa hivyo fungua nami katika kitabu cha Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4. Second Corinthians chapter 4. Nacho kichwa cha ujumbe wangu kwa Kiingereza ni In weakness I'm strong. In weakness I'm strong. Hiyo ni kusema nini kwa Kiswahili? Katika udhaifu wangu mimi nina nguvu. Bwana asifiwe. Hallelujah. In weakness I am strong. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na tutaweza kusoma kwa sababu ni vyema. Neno la Bwana linasema ya kwamba kuanzia mstari wa kwanza, basi Mungu kwa huruma yake ametukabidhi kazi hii, na hivyo hatufi moyo. Tumeacha kabisa mambo yote ya aibu na ya kisirisiri. Hatuishi tena kwa udanganyifu wala kwa kulipotosha neno la Mungu, bali kwa kudhihirisha ukweli twajiweka chini ya uamuzi wa dhamiri za watu mbele ya Mungu. Maana kama habari njema tunayohubiri imefichika tu kwa wale wanaopotea. Hao hawaamini kwa sababu yule mungu wa ulimwengu huu amejitia giza akili zao wasipate kuona wazi mwanga wa habari njema ya utukufu wa Kristo, ambaye ni mfano kamili wa Mungu. Maana hatujitangazi sisi wenyewe, ila tunamhubiri Yesu Kristo aliye Bwana, sisi wenyewe tukiwa watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Mungu ambaye alisema mwanga na uangaze kutoka gizani, ndiye mwenye kuiangaza mioyo yetu na kutupatia mwanga wa ujuzi wa utukufu wa Mungu uangazao katika uso wa Kristo. Mstari wa 7 unasema, basi sisi tulio na hazina hii tuko tu kama vyombo vya udongo, ili ionekane wazi kwamba nguvu hiyo kuu yatoka kwa Mungu wala si kwetu sisi wenyewe. Daima twapata taabu, lakini hatugandamizwi. Twapata mashaka, lakini hatukati tamaa. Twateseka, lakini hatuachwi bila msaada. Na ingawa tumeangushwa chini, hatukuangamizwa. Kila wakati tumekuwa tukichukua mwilini mwetu kifo cha Kristo, ili uhai wake Yesu pia udhihirike katika miili yetu. Naam, muda tuishipo tunakabiliwa na kifo daima kwa ajili ya Yesu, ili uhai wake Yesu udhihirike katika miili yetu inayokufa. Hii ina maana kwamba ndani yetu kifo kinafanya kazi, lakini ndani yenu uhai unafanya kazi. Maandiko matakatifu yasema, niliamini ndiyo maana nilinena. Nasi pia tukiwa na moyo huo huo wa imani tunaamini, na kwa sababu hiyo twanena. Tunajua kwamba yule aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi pia pamoja na Yesu na kutuweka mbele yake pamoja nanyi. Yote haya ni kwa faida yenu, hata neema ya Mungu inapowafikia watu wengi zaidi na zaidi. Shukrani nazo ziongezeke zaidi kwa utukufu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya neema na kibali ambacho umenipa asubuhi hii ya leo. Ni asanti kwa sababu ya ukuu wako na uwezo wako. Wakati huu tunapofanya mega mkate huu, naomba ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu kachukua ushukani na ukatawala maisha ya kila mmoja wetu, nazo baraka zako zikamiminika juu ya maisha yetu, ukatubadilishia hali na ukaweze kutuponya kutokana na mambo yote tunayoyapitia, na jina lako likainuliwe na likatukuzwe, kwa maana wewe ni Mungu uliye mkuu. Katika jina la Yesu Kristo ninashukuru. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya.
neno la Bwana limetunenea vizuri sana, na unapotazama jinsi ambavyo limezungumza asubuhi hii ya leo, linazungumzia kuhusu maisha yetu ya wokovu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Maana sisi ni kama vyombo ambavyo ni vya udongo. Bwana apewe sifa. Na chombo chochote ambacho ni cha udongo, kuvunjika kwake huwa ni rahisi sana. Bwana asifiwe. Sio kama chombo ambacho ni cha chuma. Haleluya. Lakini chombo chochote ambacho kimeundwa kwa udongo, kuvunjika kwake na kuisha kwake huwa ni urahisi sana. Bwana apewe sifa. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya mwanadamu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni kuwa mwanadamu jinsi alivyo, yeye ni mdhaifu maishani mwake. Bwana apewe sifa. Mwanadamu aliumbwa akiwa chombo ambacho ni kidhaifu sana. Haleluya. Na niposa tangu pale mwanzo, wakati Mungu alimpa amri, akamwambia ya kwamba uishi katika shamba hili, na mambo mengine yote nimekukubalisha, hata kuyala matunda yote ambayo yako katika shamba hili nimekukubalisha, lakini yule mti ambao uko katikati mwa shamba usiuguze. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini ni nini kilichofanyika? Sisi zote twaelewa ya kwamba baada ya kuelezewa na kupewa hiyo amri, mwanadamu katika udhaifu wake alienda akachukua lile tunda akala. Bwana apewe sifa. Haleluya. Akala lile tunda ili akaweze kuona kana kwamba kile ambacho anachoambiwa hakitafanyika kana kama kitafanyika. Amen. Wengi hapa ni wazazi. Si mnaonanga kile kitu ambacho unakataza mtoto wako kufanya ndicho anapenda sana kufanya. Kimwambia usiguze maji, anakutaitani namna hii. Ukiondoka kidogo ndio mikono kwa maji tu. Wewe unamwambia hivyo maana unajua anaweza pata hata magonjwa kutokana na yale maji. Lakini yeye kile ambacho unachomwambia sifanye ndicho anachokifanya. Kumaanisha nini? Ya kwamba maisha ya mwanadamu ni dhaifu sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini katika udhaifu wako, neno la Bwana linasema ya kwamba katika huo udhaifu wako, hapo ndipo nami ninapodhihirika. Bwana asifiwe. Tunaelewana? Yes. Katika udhaifu wangu, hapo ndipo ambapo Mungu anaweza kuinuliwa. Bwana asifiwe. Na unakuta ya kwamba watu wengi wana udhaifu katika maishani mwao. Haijalishi ama umeokoka ama hujaokoka. Lakini unapata ya kwamba kile ambacho hutaki kukifanya, jinsi ambavyo Paulo alivyosema, mambo ambayo sipendi kufanya, ninajipata ninayafanya. Bwana apewe sifa. Sio kutaka kwako, ni udhaifu ulioko ndani yako ili Mungu akaweze kudhihirika katika nguvu zake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati ambapo unapata ya kwamba unapitia katika njia zisizofaa, Bwana apewe sifa, unajaribu sana kuziepuka, lakini unajipata ya kwamba umeingia katika ile hali. Bwana asifiwe. Lakini ili Mungu akaweze kutukuka na ili uone ya kwamba sio nguvu zako, Mungu anajidhihirisha na anakutoa mahali pale. Our sister Joyce leo tulipokuwa tunasoma Bible study, alituambia kwamba alikuwa na udhaifu wa patience. Alituambia kwamba alikuwa anaona akienda mahali anaona hii laini ni refu sana, siwezi panga hii foleni, anafanya mkato. Lakini akaambia Mungu, ninataka uniondolee. Bwana apewe sifa. Huu mwiba ambao unanisumbua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Akaamua maishani mwake, akasema nimekata kauli. Bwana apewe sifa. Hata kama hiyo foleni itatoka hapa iende Kahawa, nitakaa hapo. Si mnaonaga tukienda uchaguzi, unaona mtu anakuja hapo na amekuja saa hii amekula mayai, amekula kila kitu asubuhi. Wengine walikuja hapo saa 9, lakini yeye ameamka tu asubuhi, amelala, ametosheka saa 4. Amekula mayai na kila kitu, saa hiyo ndio amekuja ameshiba. Alafu anaanza anapitia kando anaenda anaingia hapo.
ulikuja mapema na yeye amekuja tu saa hiyo, unakuta ameingia pale mbele yako. Sasa unashindwa huyu mtu ni wa aina gani? Kila mtu ana udhaifu wake. Bwana apewe sifa. Lakini neno la Bwana linasema katika huo udhaifu, hapo ndipo mimi ninaweza kuinuliwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna mwingine huwa anasema mimi siwezi fanya hili jambo, sina uwezo, sina nguvu, hata katika nyumba ya Bwana mimi siwezi imbisha. Bwana apewe sifa. Unakuja hapa unaruka kazo ishida shitoma mwani wako, unafika mahali unasikia hapo pengine inaendaga namna gani? Ambaralio unakuta hauendi vile ilivyo. Lakini katika huo udhaifu, hapo ndipo Mungu anajidhihirisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hapa ndipo Paulo anaongea, anasema ya kwamba ijapokuwa tuko katika hali ya udhaifu, Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. There are treasures. Kuna vitu za dhamana ambazo tuko nazo. They are called spiritual treasures. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kuna vitu za maana za kiroho ambazo tumepewa. Bwana apewe sifa. Ambazo ni zaidi ya dhahabu na fedha. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ndiposa tunapaswa kuelewa ya kwamba tunapopitia katika hali hizi ngumu, Bwana huwa anajidhihirisha. Bwana apewe sifa. Haleluya. Nitampatia mifano miwili mitatu ya watu wa Bwana ambao walikuwa ni wadhaifu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini Mungu akaweza kuwaonekania. Mtu wa kwanza alikuwa ni Musa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Musa alikuwa ni mtu ambaye alikuwa wa hasira. Haleluya. Musa alikuwa wa hasira sana, na hasira zake ziliweza kudhihirishwa wakati alipopewa zile the Ten Commandments. Bwana apewe sifa. Na aliposhuka akatazama, akaona hao wana wa Israeli, hao watu, tazama, hawawezi kukumbuka jinsi Mungu amefanya. Tazama, Mungu amewatoa katika nchi ya utumwa. Hawajaona vile Mungu alitengeneza njia. Bwana apewe sifa. Katika bahari la Shamu. Lakini walipofika upande mwingine, wakaanza kuabudu sanamu. Musa aliposhuka akatazama, akaona hapana, hawa ni kama tumbuli. Na yale the Ten Commandments alikuwa amepewa, aliziangusha chini. The temper, Bwana apewe sifa, ikaamuka ndani yake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini neno la Bwana linasema huyo tu Musa ndiye ambaye Mungu aliweza kutumia. Bwana apewe sifa. Haleluya. Katika hiyo hali yake ambayo alikuwa nayo, Bwana apewe sifa, ndiyo tu Mungu aliweza kuibadilisha na akaweza kumfanya yule mtu ambaye alikuwa ni mnyenyekevu zaidi. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linasema huyu ndiye mtu ambaye ametolewa ushuhuda ya unyenyekevu. Yule mtu tu alikuwa katika hali ya the temper, inaitwa hasira, ndiye tu Mungu alibadilisha na akamfanya yule ambaye ndiye alikuwa mnyenyekevu sana. Kumbuka hata wakati ambapo Bwana alimwambia zungumzia hilo jiwe ili mkaweze kupata maji, naye akaenda akaligonga. Bwana asifiwe. Katika ile hali, Bwana apewe sifa, nataka ukuje kuelewa ya kwamba pia wewe una udhaifu wako. Bwana asifiwe. Lakini udhaifu wako usikushushe. Bwana apewe sifa. Udhaifu wako usikushushe ukose kumtumikia Mungu. Bwana apewe sifa. Kuna watu wanakosa kuja kanisani kwa sababu ya udhaifu wao. Ati sijui nilifanya nini nilifanya. Hayo yalifanyika. Kila unapaswa kufanya ni kukubali. Bwana apewe sifa. Ilitendeka, lakini Bwana, nimekuja mbele zako na nimetubu, na uendelee na safari. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ili Mungu akaweze kudhihirika. Maana huwezi endelea kukaa mahali pamoja. Bwana apewe sifa. Hii ni safari. Haleluya. Hii ni safari ambao sisi zote tunaitembelea. Bwana apewe sifa. Na haijalishi uko katika hali gani, lakini kila cha maana ni kwamba lazima tumalize hii safari na tuimalize vyema. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii ni safari ambayo kila mmoja wetu anaipitia, lakini tutaweza tu kuimaliza tutakapo tu kubali ya kwamba
apewe sifa. Haleluya. Wengine ni wadhaifu hapa. Wengine ni wadhaifu hapa. Tunanena sana. Bwana apewe sifa. Wengine ni wadhaifu mkono. Gioko. Ni mrefu. Bwana apewe sifa. Mwingine ni mdhaifu miguu. Gokinyohoro. Wengine ni wadhaifu. Kila mtu ni mdhaifu na njia yake. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ukini mwitio. Pride. Bwana apewe sifa. Kila mtu ni mdhaifu kwa njia yake. Na wewe ndiye unajua udhaifu wako ni mgani. Bwana asifiwe. Haleluya. Kanatigu wa Saimo. Kila mtu anajua udhaifu wake. Kwa hivyo hakuna anayepaswa kulaumu ule mwingine. Bwana asifiwe. Kila badala ya kunilaumu, wewe angalia udhaifu wako, odio kahere maku na ni kahere makwa. Bwana apewe sifa. Ili niweze kukubalika. Lakini uachane na mimi. Achana na mimi. Kila mtu ana udhaifu wake. Bwana apewe sifa. Kuna mwingine anasema mimi siwezi. Bwana apewe sifa. Lakini kile ambacho hajagundua ni kwamba anaweza. Ni kidogo tu. Ni hapa tu kidogo. Hujagundua tu unaweza. Lakini ukirudi kugundua unaweza, unafanya. Na watu wanaanza kusema, ni yeye. Siku anasema anaweza ibisha hivyo. Siku anasema anaweza hubiri hivyo. Siku anasema yeye ni asha mzuri vile. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Udhaifu huu unaweza isha maishani mwako. Bora tu ukubali uko nao. Bwana asifiwe. Na ujue sio mwanadamu anaweza toa ule udhaifu. Ni Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Haleluya. Mfano mwingine mzuri ni Gideoni. Neno la Bwana hutuambia ya kwamba Gideoni alikuwa amejificha akisiaga ngano. Haleluya. Na wakati malaika wa Mungu alimtokea, Bwana apewe sifa, alimuita the mighty man of valor. Bwana apewe sifa. Mtu aliye na ushujaa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini alikuwa na udhaifu. Haleluya. Alikuwa amejificha. Bwana apewe sifa. Haleluya. Alikuwa na kitu cha kwa Kiingereza tunachokiita low self esteem. Mwalimu, huko ni kugate. Najua uzuri wa kuwa na walimu, madaktari, kila kitu kanisani ni vizuri katika nyumba ya Bwana. Unajidharau, unajiona duni, ni kana kwamba hauwezi. Low self esteem. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na hiyo ni roho mbaya sana. Hiyo ndio imeharibu sana watu wengi, especially wa Kristo. Bwana apewe sifa. Kujiona ya kwamba unajiona wewe ni kama the grasshopper. Ile roho ambayo huwa inaambiwa, Bwana apewe sifa, ambayo ilikuwa na akina Caleb walipotumwa. Although Caleb hakuikiwa na hiyo roho, alisimama akasema sisi tunaweza pigana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini wale walikuwa wametumwa na wao akasema huko ni majitu. Hatuwezi ingia huko. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hiyo roho ni mbaya sana. Maana huwa inagandamiza mtu. Wa Michael. Ukiona ati hakuna kitu unaweza fanya katika nyumba ya Bwana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ndipo unakuta watu wengi wanajidharau. Mtu akikuja anaona ni kama hakuna kitu anaweza fanya katika nyumba ya Bwana. Kila mtu ana uwezo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati tulipokubali na tukaamini huyu Yesu Kristo, we were given gift. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kila mtu alipewa. Haleluya. Wewe fanyisha hicho kipawa chako kazi. Kanatibu wa ajeri, fanyisha hicho kipawa chako kazi. Kama wewe ni muombezi, omba kabisa. Bwana apewe sifa. Ombea wale wengine, hata viwete waamuke watembee, ili Bwana atukuzwe katika ile kipawa amekupea. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo Gideoni alijielewa na akajiamini, haleluya, alijua ya kwamba kumbe mimi ndiye ambaye ni mdhaifu, lakini Mungu wangu sio mdhaifu. Bwana apewe sifa. Ni mimi niliye na udhaifu. Na kutokana na hapo akatokezea sasa
Akasema nitaumera, nitapigana hii vita. Bwana apewe sifa. Lazima nipiganie nchi yetu ya wana Israeli. Bwana apewe sifa. Hadi tupigane na hadi tushinde. Bwana apewe sifa. Tutio tora wekunete. Kwa nini unajificha na hapo? Bwana apewe sifa. Simama imara. Kila wakati tunaimba hapa, sitaionea haya injili ya Bwana, sitaionea haya injili ya Bwana. Ukifika hapo kwenye kwa kona, unapigaga kona namna gani? Wacha watu wajue wewe huwezi onea injili haya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Tumepewa nguvu, uweza na mamlaka. Bwana apewe sifa. Wacha tujulikane ya kwamba sisi ni watu ambao wanapigania ufalme walioko. Haleluya. In weakness I am very strong. Bwana apewe sifa. I will be very strong. Bwana apewe sifa. Katika huu udhaifu mnaoniona hapa, katika huu udhaifu, mimi sitakaa katika ule udhaifu. Bwana apewe sifa. Lakini nitachipuka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kama ile mbegu ya kahadari, ni kadogo sana, lakini wakati kanapochipuka, ule mti ndio moja ya ile miti kubwa sana. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa nini unajiona duni? Usijione duni hata kidogo. Bwana apewe sifa. Mtu wa tatu anaitwa Abraham. Abraham was a very fearful man. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu alikuwa na uoga kama Abraham. Mnakumbuka wakati walipoenda katika nchi ilikuwa ya kutafuta msaada, na walipofika pale, Abraham alidanganyana ati mke wake ni sister yake. Mnakumbuka? Inywe dorayo huo. Kwani hamsomaji Biblia watu hawa? Si tunasoma Biblia. Alidanganya hata isipokuwa ni Mungu kuingilia kati. Sababu aliangalia akaona kile huyu yakwa. Huyu hata anaweza nyang'anywa huyu mke wake. Badala piganie mke wake, ndiye tarumodo kango tisha mama yesi hapo. Tutainuana na wewe juu sana wewe. Alikuwa ni mke wake, lakini anasema ni dada yake. Karibu ufame amchukue amfanye mke wake. Na unajua wakati unaguza yule ambaye amepakwa mafuta, unajiletea kama mambo zingine, sijui kama unaelewa namna hiyo. Sasa huyo mfalme hata labda angekufa. Maana anaguza vitu ambazo zimeitanishwa na mtumishi wa Mungu. Bwana apewe sifa. Ukatwarage lio kimako. Uongee ukweli. Bwana apewe sifa. Sasa Abraham, yeye alikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa na uoga sana. Alidanganyana ya kwamba mke wake ni sister yake. Haleluya. Lakini kwa ajili ya huo udhaifu aliyokuwa nao, Bwana apewe sifa, ili Mungu aweze kuinuliwa. Unajua maisha ambayo huwa tunaishi, kama sasa mama Maiko ametoa ushuhuda, akasema katika hii wiki amepitia mambo magumu sana, challenges. Na najua hata wengine hapa ni vile haukusimama useme tumepitia katika mambo mazito sana. Lakini unajua ni kwa nini? Ni ili Mungu akapokea utukufu. Maana Mungu hakuna njia hawezi pitia ili apokee utukufu. Bwana apewe sifa. Ama hamjui hata Mungu anaweza ua ili apokee utukufu? Mungu ni Mungu. Bwana apewe sifa. Na hakuna jambo hawezi fanya ili akaweze kupokea utukufu. Haleluya. Na hapa ndipo akapatwa mtu ambaye anaitwa Abraham. Mungu aliweza kumbadilisha katika huo udhaifu. He was called the father of faith. Bwana apewe sifa. Haleluya. Katika ule udhaifu wake, akaaminika na Mungu. Bwana apewe sifa. The father of faith. Mtu ambaye ni mudhaifu katika hali ya akona uoga. Tena Mungu anamuinua juu. Anasema he is the father of faith. Ati ameamini sana. Haleluya. Why? Maana Mungu alipataka apokee utukufu. Bwana apewe sifa. Na akaweze kudhihirika katika udhaifu wa Abrahamu. Mungu akatukuka. Bwana apewe sifa. Kila mmoja wetu tujue kwamba sisi ni wadhaifu, lakini katika huo udhaifu wetu Mungu hapo ndipo ambapo anapokea utukufu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Na mtu wa nimesema watatu sasa ni wa nne. He is Peter. Bwana apewe sifa. Petro. Haleluya. He was very weak. Mnakumbuka? Kila wakati anajificha. Modo ni mmoja. Simjui. Mimi hata sijawahi muona. Wacha nikuniwekelea. Huyu sijawahi kuonana naye mahali. Anamkana Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Anamkana kabisa. Haleluya. Lakini neno la Bwana linasema namna gani? The same Christ called him a rock. Bwana apewe sifa. You are the rock. Bwana apewe sifa. Haleluya. Yule ambaye alikuwa anajulikana kwa uoga, yule ambaye alikuwa anaonekana kana kwamba anarudi nyuma. Bwana apewe sifa. Lakini katika huo udhaifu Mungu akaweza kumuinua. Haleluya. Bwana apewe sifa. Alisimama akahubiri injili na zaidi ya watu 3,000 wakaweza kuokoka. Bwana apewe sifa. Petro. Bwana apewe sifa. Katika udhaifu wako, hapo ndipo Mungu anaweza kujidhihirisha. Haleluya. Usiseme kana kwamba mimi ni mdhaifu na mimi siwezi. Haleluya. Udhaifu huo unaweza onekana, hata watu wote wanaweza wakauona. Haleluya. Lakini usijali. Usijali. Ni wewe tu ambaye Mungu atatumia uweze kudhihirika na kuonekana katika mataifa yote. Bwana apewe sifa. Haleluya. Katika huo udhaifu ambao unauona kana kwamba hauwezi, hapo tu ndipo ambapo Mungu hiyo tu njia hiyo ndio atakayoitumia. Bwana apewe sifa. Ili ukaweze kuonekana. Bwana asifiwe. Naye mwingine wa mwisho ni mtu ambaye anaitwa Daudi. David. People know him as an adulterer. Huyu naye na wanawake. Alikuwa moto. Bwana apewe sifa. Lakini katika huo udhaifu Mungu ndiye huyu tena anakuja. Gaina yake akora kwa karaoke. Ndiposa kwa Kikuyu inasemekana ni Keriga. Haeleweki. Huwezi ukaelewa huyu Mungu. Watu wanamuona Daudi as an adulterer. Ni mzinzi ambaye ni wa kimataifa. Lakini tazama naye Mungu anakuja hapa anasema namna gani? Nyinyi mnamuona namna hiyo. But this is the man who is after my own heart. Bwana apewe sifa. Mimi simuoni hivyo. Nyinyi ndio mnaona nyinyi ndio mnaona hivyo. Wacha watu wakuone kwa vile ambavyo wanakuona. Lakini wacha Mungu akuone kwa njia nyingine. Haleluya. Wacha Mungu akutambue kwa njia nyingine. Katika udhaifu ambao ulio nao, wacha Mungu akutambue kwa njia nyingine. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ili utukufu ukaweze kumrudia. Ni kwa nini Mungu alikuwa anafanya hivi? Why? Kwa nini Bwana anatumia hawa watu? Ni kwa sababu kila wakati Mungu hujidhihirisha katika vyombo ambavyo ni dhaifu. Bwana asifiwe. Jambo chochote ambacho ni kidhaifu. Na nipoza pale mwanzo tulisoma tukaona ya kwamba sisi ni kama vyombo ambavyo ni vya udongo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mitume hawa ambao waliweza kuhubiri injili hii katika ulimwengu mzima, wengi walikuwa ni wadhaifu. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu alitumia huo udhaifu wao. Bwana apewe sifa. Ili akaweze kuaibisha johega wale ambao wanajiona kana kwamba ndio wanajua. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana asifiwe. God wants to take your greatest weakness and transform it. Bwana apewe sifa. Kile ambacho unaona kana kwamba kwako ni kidhaifu sana, hicho ndicho Mungu anataka kukitumia. Si kila mmoja anajua udhaifu wake. Unaona huo udhaifu ambao wewe unaujua, huo udhaifu ndio Mungu anataka kuutumia. Si ukubali. Bwana apewe sifa. Si ukubali. Haleluya. Just kubali. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ili Mungu akaweze kudhihirika katika huo udhaifu wako, akaweze kuinuliwa. Bwana apewe sifa. Haleluya.
na akaweze kutukuzwa katika huo udhaifu ambao unaoupitia. Bwana apewe sifa. Katika Wakorintho, kitabu hiki tu cha Wakorintho wa pili 13, enda katika 13, chapter 13 and verse 4. Neno la Bwana linasema, for even though it was in weakness that he was put to death on the cross, it is by God's power that he lives. In union with him, we also are weak, but in our relations with you, we shall share God's power in his life. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hapa inazungumzia kuhusu Yesu Kristo, ya kwamba yeye alifika mahali pia akiwa Mungu akaonekana kuwa mdhaifu ili akaweze kutundikwa msalabani. Bwana apewe sifa. Unajua ni katika huo udhaifu, maana hakuna angeweza kumtundika Yesu Kristo msalabani kama angesimama katika nguvu zake za kiungu. Bwana sifiwe. Lakini aliachilia udhaifu ukaingia ndani yake ili akaweze kusulubiwa. Bwana apewe sifa. Na udhaifu huu uliingia katika hali ya kibinadamu. Bwana apewe sifa. Akajiachilia ili akaweze kutundikwa pale msalabani. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini katika hali ya nguvu za Mwenyezi Mungu, Mungu akaweza kumfufua. Bwana apewe sifa. Ili nguvu zake zikaweze kudhihirika. Bwana apewe sifa. Haleluya. Yesu hangesulubiwa kama hangetaka. Bwana asifiwe. Lakini akakubali tu, acha nisulubiwe, ili mapenzi ya Baba ikatimie ya upendo wake juu ya mwanadamu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ili ikaweze kutimia. Na hapo ndipo ambapo katika ule udhaifu, haleluya, for even though it was in weakness that he was put to death on the cross, it is by God's power that he lives. Ni katika nguvu za Mwenyezi Mungu anaishi siku hii ya leo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na tunaporudi pale katika Wakorintho wa pili 4 ambapo tumesoma, tunaona ya kwamba kuanzia mstari wa 9 mstari wa 8, neno la Bwana linasema ya kwamba we are often troubled. Uko pale 2 Corinthians 4 and verse 8. Unajua lazima tuandamane pamoja ndio uelewe hili neno vyema. We are often troubled but not crushed. Daima tuwapata taabu lakini hatugandamizwi. Bwana apewe sifa. Ni wakati mwingi sana tunapitia katika shida. Ni wakati mwingi sana tunapitia katika taabu. Bwana apewe sifa. Katika miili hii tukiwa hapa duniani ni lazima tupitie katika yale maisha, yale mambo. Bwana apewe sifa. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba ijapokuwa tunapitia katika hiyo taabu, kuna jambo moja ambalo liko, hatuwezi tukagandamizwa. Hiyo ni kusema namna gani? Nitapitia katika hizi shida, lakini nitatokea katika ujasiri. Bwana apewe sifa. Haleluya. Nitapitia ndio katika hizo hali, lakini nitatokea katika nguvu zake Mwenyezi Mungu. Neno la Bwana linasema but not crushed, sometimes in doubt but never in despair. Bwana apewe sifa. Tupata mashaka lakini hatukati tamaa. Ni mara ngapi umekuwa na mashaka ya mambo? Haleluya. Unajiuliza, ndio ninapitia katika haya yote, kweli hii mambo itakuja kuisha? Hili jambo ninalolipitia lina mwisho wake? Unakuwa na yale mashaka. Bwana apewe sifa. Katika hii maisha, na ni lazima tupitie katika haya mambo, lakini neno la Bwana linatupa nguvu, linatuambia ya kwamba katika haya yote hatuwezi kata tamaa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. We will not lose hope. Bwana apewe sifa. Hatutapoteza tumaini. Bwana apewe sifa. Maana tunayemwamini ana nguvu na ana uwezo wa kutupitisha katika bahari hii. Bwana apewe sifa. Ujaiona unapitia katika mambo na unafika mahali unaona kana kwamba ni kama hautaweza.
ni kama umefika mwisho wa hilo jambo. Bwana apewe sifa. Neno la Bwana linatuhimiza tusikate tamaa. Haleluya. Tusikate. Hata kama mama Joshua unapitia katika hiyo hali ngumu. Maana ninajua ya kwamba tumeomba maombi mengi sana. Kuna mtu ameombea jambo hapa kwa miaka 2. Kuna mtu ameombea jambo hapa kwa miaka 3. Kuna mwingine miaka 5 na mwingine hata miaka 10. Neno la Bwana linasema usikate tamaa. Unaona hiyo miaka yote? Usikate tamaa. Maana wakati wa kuja wa Mungu ni siku moja. Mambo ibadilike. Hali zibadilike. Bwana apewe sifa. Ijapokuwa unapitia katika haya yote, usiwe na mashaka na yule aliyekuita. Unaweza kuwa na shaka na mimi kama mchungaji. Unaweza kuwa na shaka na mchungaji wetu hapa. Bwana apewe sifa. Lakini usikawahi kuwa na shaka na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hivyo ndivyo neno la Bwana linatuhimiza siku ya leo. Kile ambacho unapitia, Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa umekipitia kwa muda mrefu, lakini siku moja tu hivi itakuwa ni yako. Asubuhi moja itaamkia namna hii. Bwana apewe sifa. Maana usiku ni mrefu na usiku ni wa giza, lakini the joy comes in the morning. Furaha yaja asubuhi, inaja asubuhi. Haleluya. Yeah? Nimoraigua mama Michael oyo newendelea. Siku moja usipoteze tumaini. Zile machuma utaziweka kando, na siku moja utatembea ukiwa mzima. Kwa maana Mungu wetu ana nguvu na ana uwezo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Yesu Kristo tumesoma hapa, Bwana apewe sifa, alitembea katika ulimwengu huu akitenda miujiza. Bwana apewe sifa. Akatenda mambo yaliyo makuu, na hata wa leo huyo Yesu Kristo ndiye huyo ambaye tunayemtumainia. Usipoteze tumaini. Hakuna kitu kibaya katika maisha haya ya mwanadamu kama kupoteza tumaini. Bwana apewe sifa. Maana wakati unapopoteza tumaini, wewe umekwisha. Especially maisha tunayoishi wakati huu. Neno la Bwana linaendelea kusema ya kwamba there are many times, there are many enemies, but we are never without afraid. Bwana apewe sifa. Umezingirwa na maadui. Umezingirwa na maadui, lakini hutawahi kosa rafiki mmoja. Na hata ukikosa wote, si ufanye Bwana kuwa rafiki yako. Bwana apewe sifa. Na huyo hata ndiye wa muhimu sana. Maana hata kudanganya, hata kupitisha hivi, hata kupeleka hivi, hata kususha chini. Bwana apewe sifa. Hata utamwambia mambo yako, uyakute busa ama uyakute kahawa ama mwihoko. Maana yeye ni mwaminifu. Ukimwambia kama Neogwe enda atumia. Kile nitafanya ni kutekeleza, nitatekeleza. Lakini mwingine hapa, kuja wewe umuibia kawipo. Utakula jana. Iki kimuzee sijui kinakuanga na muda gani hata akifikiri. Sijui mama na yeye sijui ni wa aina gani. Unaona asubuhi. Unajua kuna watu wanakutomekanga miguu. Kuna mtu mwingine hata anakesha. Sio kukesha ya maombi, kulikiali. Miguu inawaka moto ili amuke afikishe habari. Na sio habari njema, ni habari mbaya ya kuua mtu moyo na kudumisha. Lakini huyu Yesu Kristo ambaye ndiye rafiki aliye mwema, kama nitakutendea na anakufanyia. Sasa hata ukikosa marafiki, wacha uwe rafiki yako. Na wakati ambapo you are badly hurt at times, we are not destroyed. Wakati mwingine unasikia hauna uwezo. Yani umekwazwa. Maana ukiwa katika ulimwengu huu, lazima haya mambo tutayapitia. Unasikia umekwazwa. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba
we will not be destroyed. Hatutakwisha, hatutaangamizwa. Bwana apewe sifa, maana tunayemtumainia ana nguvu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Ninapotamatisha nataka kusema namna gani? Be content with your weaknesses, because contentment is an expression of faith in the goodness of God. Bwana apewe sifa. Amen. Be content with your weakness, because contentment is an expression of faith in the goodness of God. Tunapomtumainia Bwana katika hali zetu, Mungu ni mwaminifu, na katika huo udhaifu Mungu atahakikisha ya kwamba ukuu wake na uzuri wake unadhihirika. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kile ambacho Bwana anatuhimiza siku hii ya leo ni tumtumainie, ijapokuwa tuko katika kama vyombo ambavyo ni vya udongo, ambavyo ni dhaifu, kitu ambacho hata ukikiweka hapa unakuanga na shaka naye. Wale wa mama wa kitambo hapa wanaelewa kuhusu zile nyungu. Si mnakumbuka zile nyungu za udongo? Hata mimi nilikuta mamangu alikuwa nayo, ametulea nayo akitupikia githeri. Lakini wacha nikwambie, kama ungetaka kukutana na kofi ya mama, cheza na hiyo nyungu. Maana alikuwa anajua hii kivunjika utile githeri. Na githeri ilikuwa the staple food yetu. Leo githeri, kesho inaisha, inawekelewa ingine jioni, inakwisha siku ingine, inawekelewa ingine siku kuja, tunakula mpaka inatokea. Bwana apewe sifa. Alafu ucheze na kile kinapika hiyo githeri, utamalizwa wewe. Sasa, na kwa sababu kile kinafanya hiyo kazi ni kitu ambacho ni dhaifu sana. Haleluya. Unaona, hata mkipewa kazi zile zingine zote, ungepewa kazi ya kuosha nyungu, maheni, hiyo ungepewa. Fanya zile kazi zingine zote, lakini kuosha nyungu ungepewa uvuje. Na ilikuwa inaonekana, sijui ilikuwa inaendewa wapi, mbali sana. Ilikuwa inaendewa mbali sana, mahali ambapo ingepatikana. Lakini hebu tazama hiyo nyungu, ina udhaifu wake, lakini ile kazi ilikuwa inafanya ni kubwa sana, na kazi ya maana. Ni watu wangapi hapa hawakukuta nyungu kwao ya mchanga? Sisemi siku hizi inatengenezwa hapa na nini, na mabati hizi zinatengeneza masufuria. Ile ya mchanga, hata wengine hapa si hata waleo iko. Na ile ingine tulikuwa tunaita na Kikuyu digital, ile inaweka maji baridi. Ile kwa nyugo tiare inaweka maji baridi. Hiyo nayo cheza nayo, mzee akuue hiyo. Nayo jaribu kucheza nayo. Aika kama kwa hali agoite. Cheza na hiyo akunyonge. Sasa vitu kama hizo zinaonekana kana kwamba sio za maana. Haleluya. Lakini ni za maana sana. Na hivyo ndivyo tulivyo. Tunaonekana kana kwamba sisi sio wa maana tuna udhaifu. Na kila mtu ana udhaifu wake. Maana hata hiyo nyungu ilikuwa na udhaifu. Maana ungeigongesha kidogo, kuisha maneno. Na hiyo maneno inaishia hapo. Lakini kile utakubana nacho, na sisi lazima tukubali. Bwana apewe sifa. Hiyo nyungu huwa inakubali, inachomeka kabisa, inaugua kabisa, inaugua mpaka chakula inakuwa tayari. Bwana apewe sifa. Tunakula, tunafaidika. Na sisi tukubali. We have our weaknesses. Bwana apewe sifa. We have them, lakini tukubali. Tukubali tuko nazo. Tumwendee Bwana, tumwambie despite our weaknesses, Bwana apewe sifa, bado ninaweza nikafanyika chombo cha dhamana. Bwana apewe sifa. Nitaweza kuwa mimi ni mdhaifu, lakini ninaweza tumika. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ninaweza onekana niko mdhaifu, lakini mimi ni wa maana sana katika ufalme huu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Let us not despise one another. Nikikuona huo udhaifu wako ninaouona, si niutumie kuleta utukufu
Bwana apewe sifa. Haleluya. Okokoro mundu ni mwajali. Tureke tumuthere kuhunjia. Owaria muno ri. Tureke ahunjia muno. Bwana apewe sifa. Mchungaji wa notice mundu ni muthire. Tumutumage. Atware injili. Ono tugutuma. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na injili ifike. Bwana apewe sifa. Ifikie wale inaostahili kuwafikia. Tusitumie udhaifu wetu vibaya. Tutumie katika utukufu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Na tukifanya vile, Bwana ataweza kuinuliwa kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana apewe sifa. Haleluya. So, in weakness, uende ukisema I'm strong. In weakness, in weakness, amen. Na tukifanya vile, tutaweza kuleta utukufu kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Ninapomalizia, tunasema neno la Bwana linasema hivi. The scripture says, I spoke because I believed. In the same spirit of faith, we also speak because we believed. Huyu ni Paulo anasema hivyo. Nilizungumza maana nimeamini. Bwana apewe sifa. Na ninaamini na ninajua katika huyo roho pia wa imani hata nasi tutaweza kuzungumza na tutaweza kuamini. We know that God who raised the Lord Jesus to life will also raise us up with Jesus and take us together with you into his presence. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Unaona hapa unakuwa encouraged. We have been encouraged. We know that God who raised the Lord Jesus. Bwana apewe sifa. Paulo anasema ninaamini, ninajua Mungu ambaye aliweza kumfufua Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Naye pia atakuja kutufufua. Bwana apewe sifa. Hallelujah. He will raise us together. Bwana apewe sifa. And he will take us together with you into his presence. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tunaelekea katika kusherehekea ama kukumbuka kifo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Si tunaelekea hapo Easter. Bwana apewe sifa. Si tuambie Bwana, mimi Mungu katika udhaifu wako si unikumbuke. Si unikumbuke katika huu udhaifu. Si wache huu udhaifu ukufe pamoja na wewe. Jinsi ulivyokufa na ukafufuka. Si wache tu huu udhaifu ukufe. Ufufuke nikiwa kiumbe kipya. Bwana apewe sifa. Tunaposherehekea na kukumbuka kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Na tukifanya vile tutakuwa watu ambao wamebarikiwa. Injili hii tutaihubiri. Bwana apewe sifa. Whether in weakness we will preach the gospel. Bwana apewe sifa. Niendo odumia. Dogotumia kanua gakwa. Hutaninyamazisha. Bwana apewe sifa. Ati kwa sababu nilifanya hivi na hivi. Hapana, mimi sitanyamaza. Bwana apewe sifa. Nitahubiri hii injili. Bwana apewe sifa. Naye Yesu Kristo abaki akidili na weaknesses zangu na huko. Bwana apewe sifa. Lakini sitakaa hapa. Bwana apewe sifa. Injili nitaipeleka. Unaanza hizo weaknesses. Wacha Yesu Kristo adili nazo na huko nyuma mchungaji. Ni adira gena sio nako mimi nikielekea. Maana injili lazima niihubiri katika Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Ni asante maana wewe ni mwema na mwaminifu. Bwana, umetunenea siku hii ya leo ya kwamba sisi ni kama vyombo vilivyo dhaifu. Lakini katika huu dhaifu, tazama ndipo ambapo wewe unajidhihirisha na unajitukuza. Si ujitukuze Bwana. Si ujitukuze siku ya leo katika udhaifu wetu. Si uinuliwe na uhimidiwe katika udhaifu huu. Na wewe uweze kupokea sifa na utukufu. Maana wewe ndiye tunayetukuza. Sio udhaifu huu, ni wewe tunayetukuza Bwana. Tukuzwa katika huu udhaifu na ili ukaweze kuonekana. Nalo jina lako likaweze kutukuzwa. Leta mabadiliko katika maisha yetu. Badilisha hali zetu za maisha. Badilisha jinsi tunavyoishi. Onekana Bwana katika maisha yetu. Bwana, wengine wamepitia katika mambo magumu.
lakini kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Dhihirika Bwana na uinuliwe. Tubadilishie hali ya maisha yetu na utende mambo yaliyo mwema, maana wewe ni Mungu uliye mkuu. Tunakutumainia, tunaliitia jina lako, tunakutazamia kwa ajili ya boma zetu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya wake zetu, kwa ajili ya wazee wetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya kila jambo tunalolifanya. Bwana, tukuzwa na ukaweze kuhimidiwa, kwa maana wewe ni Mungu uliye mwaminifu, nalo jina lako litukuzwe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumekushukuru. Amen, amen.